Kwa sasa nitawaambia kitu, kwa sababu mimi huwa sipendi kuzungumza tu kwamba Wakenya wafurahie kuzungumza. Mimi napenda kuzungumza ukweli. Na mimi nasema kwamba Mungu ameniita niwaambie watu ukweli. Na mambo yote nimekuwa nikisema, hakuna jambo ambalo nimekuwa nikibahatisha. Nasemaga ya kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani kusema. Kwa sasa Wakenya wanafaa waombe sana, kwa sababu ya kitu kinaitwa IEBC. IEBC ambayo iko sasa si IEBC ambayo ni wazalendo. IEBC ambayo iko sasa ni wale watu wa kununuliwa. They are hired. Ni wale watu ambao wamekuwa hired. Kwa sababu tunaona IEBC ambayo ilikuwa mwanzoni, kuna wale walikuwa wanafanya kazi kulingana na kuwa ni wazalendo. Lakini walio sasa namba kubwa ni wale matumbo yamepasuka. Kwa hivyo sasa ni wale ambao chakula hakishikilii kwa tumbo, kinakuja kikitoka. Kwa hivyo kwa sababu hawashibi, tamaa wako nayo ni kubwa, na wako tayari kuuza nchi ya Kenya katika mikono mibaya, kwa sababu tu ya matumbo zao ambazo zimeraruka. Ukiangalia huyu mtu ambaye anaitwa Ethekon, huyu ambaye anasimamia uchaguzi, Ethekon ni rafiki mkubwa sana wa rais wa nchi ya Kenya. Ni mtu wa karibu sana. Na nafikiri yeye anafanya kazi under command. Anafanya kazi kwa sababu ni mzalendo. Anafanya under command. Kwa hivyo lazima watu waombe sana uchaguzi ujao, kwa sababu hautakuwa uchaguzi huru na haki. Na mimi naambia uchaguzi ujao hautakuwa kweli na huru na haki. Kwa hivyo Wakenya wenyewe watajifanyia hesabu yao katika kituo chenu ambacho mmefanya kura. Make sure mmejifanyia hesabu yenu. Na hii mambo ya kusema kwamba tunachukua matokeo yaende kwa tallying center, nafikiri hiyo ni kitu kinafaa kukataliwa kabisa. Matokeo yakitoka katika sehemu yenu, mnajua ni kiwango fulani, yanahesabiwa vile yalivyo. Na nafikiri vizuri kwamba yanahesabiwa katika kituo, kwa sababu hii ya kuchukua matokeo ati mnasafirisha matokeo iende ikafanywe hesabu, inafika barabarani inabadilishwa. Ile ni real inatopwa, ile ambayo nyingine imefanywa ukarabati inahesabiwa. Kwa hivyo Wakenya, nafikiri wakati huu muwe macho. Muwe macho, kwa sababu ni wakati wa kupigania haki yenu. Mkikosa kupigania haki yenu basi itaenda na maadui zenu. Itakapoenda na maadui zenu, basi mtakapo katika utumwa miaka 5. Na nikawaambia wakati huu watu wasiposikia Mungu, wasipomfuata Mungu, watakaa katika utumwa miaka ngapi? 5. So IEBC ambayo iko sasa ni IEBC, nasemanga IEBC fake, si original. IEBC fake ni IEBC ambao wanachukua command. Wanaambiwa fanya hivi, ongezea hizi. Na nafikiri kile kilichofanyika sehemu ya Olkalau, nafikiri Wakenya muwe macho, mchunge kura zenu. Roli ya askari ikikuja pale, make sure kwamba haina chochote. Imekuja hivyo empty. Lakini mkiruhusu ingie hivyo, basi ingia na masanduku na ile nini ambayo mmefanya kule inapotea. Kwa hivyo Wakenya wenyewe wakati huu, nafikiri mna kile kibali cha kujilindia kura zenu. Msitarajie serikali kuwalindia kura, kwa sababu serikali sasa ambayo iko ni serikali inafanya under command. Under command ya mtu mmoja, si command kwa sababu ya bila barabara jua. Hata askari wenyewe wanajua sasa, mtu askari afanye kulingana na vile amesomea. Anafanya kulingana na mkubwa wake. Unapoangalia katika nchi ya Kenya sasa, wale top commanders of police, they are from one tribe. Top commanders wa police ni from one tribe. Hiyo sio kitu, sio tribe nitataja hapa, lakini kila mtu anajua wote natoka kwa one tribe. Kwa hivyo wote wanapigana simu na wanaongea lugha moja, waongea Kiswahili, wanaongea lugha yao. So askari wengine wote watakuwa command, na wanajua wale ambao wako pale, hao maaskari wenyewe hapo wote namba kubwa ni wale ambao ni corrupt commanders ndio wamewekwa pale. So hao wanaweza kusababisha uchaguzi huu uende jinsi ambavyo Wakenya wapendi. Lakini kwa sasa Wakenya wako macho.
Na mimi naomba Kenya muendelee kuwa macho, msilale usingizi. Mkilala usingizi basi mtaamka mkute kura zile. So IEBC ambayo iko sasa kwa IEBC nasema kama nabii, IEBC ambayo iko sasa ni IEBC ambayo kuna wale walikuwa nasema kuna vijana wanajenga mlugha nyingine Ponoko, ni IEBC Ponoko ambayo iko sasa, sio IEBC original. Ni wale IEBC wako pale ambao kwa sababu ya matumbo yao na wako tayari kuuza nchi ya Kenya, kwa sababu sasa IEBC ni wale naambiwa wewe uchaguzi ukienda hivi kuna pesa kiwango fulani inaingia kwenye account yako. Hapo mwingine anamwambia sasa kuna pesa fulani nimekuwekea, na round hii unasikia kwamba ukiwekewa pesa lazima ufanye kulingana na ile pesa umefanya nini? Umewekewa. So IEBC ambayo iko saizi sio waaminifu. Na mimi nasema IEBC ambayo iko sasa sio waaminifu. Sio IEBC ambayo ni wazalendo, ni IEBC ambayo iko tayari kuuza Kenya katika mikono. Viongozi wanataka kuania. Jambo la kwanza nisema kwamba uongozi wa huu ni uongozi ambao watu hatakuwa damu. Na damu katika mikono yao. Kama ni viongozi utamwaga damu, ujue kwamba utaingia katika uongozi ule. Jambo la kwanza pia kutaka kuingia, ingia na Mungu. Ingia na Mungu mahali pale. Tafuta wachungaji wa kuombe. Tafuta watumishi wa Mungu wa kuongea. Wale wataka ingia na Mungu wakati huu wataingia. Na sisemi kwamba utafuta wachungaji wote wa kuombe, kwa sababu wachungaji wengine saa hizi na namba kubwa ya wachungaji ambao wako saa hizi, namba kubwa ni wale ambao tayari mikono yao wamekula pesa za damu. Mtu akikula pesa za damu hawezi kuombea. Kwa hivyo lazima Mungu akuongoze ni mchungaji gani atakayekuombea. Sababu kama wewe utaitwa upatiwe kibunda cha pesa za damu na wewe ni mchungaji, sina maana kwamba hata wewe mwenyewe mikono yako imejaa damu. Kwa hivyo ni vizuri Mungu atakuongoza pia. Utafute mchungaji atakayekuombea, tafuta mtumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu bado wapo ambao mikono yao ni safi. So nawe Roho wa Mungu akuongoze. Kwa mtu ambaye anatakiwa kupata kutaka kunipata, namba yangu napeana hapo hiyo. Wako na shida yote ya kiroho, tatizo lolote, mashauri unayotaka ya kiroho, namba yangu ya simu ni 0722 744 672 0722 744 672. Shalom, Mungu abariki.